Mchakato wangu wa ukarabati kwangu ulikuwa kuanza kwa kupata masaji. Nilitamani ningefanya hivyo hospitalini. Ninahisi kwamba kupata masaji mapema kungeweza kunisaidia mapema. Lakini hata hivyo, baada ya kuondoka hospitalini, nilikwenda kwa mtu binafsi, mtaalamu wa masaji, na alinihudumia kila. Hapo awali nilikuwa naenda huko mara 3 kwa wiki. Kisha mwezi mmoja baadaye nilikuwa naenda mara 2 kwa wiki. Kisha polepole hali iliboreshwa. Nilikuwa naenda mara 1 kwa mwezi na niliendelea hivyo kwa mwaka mmoja. Wakati huo huo nilikuwa naenda Carrington Rehab huko Point Chevalier. Huko walinisaidia kutembea vizuri, jinsi ya kuhamisha mkono wangu, jinsi ya kushika vitu. Na baada ya miezi 3-4 nilihitaji, huo ulikuwa muda waliotumia. Kwa hivyo baada ya hapo niliungana na gym ya eneo na watu wa Carrington Rehab. Nilifanya program kwenye gym ya eneo na kufanya mazoezi ambayo walisema yangeweza kunisaidia. Uwezo wangu wa kuzunguka nyumbani ni sawa. Bado sifanyi usafi wa kuvuta vumbi. Mume wangu hufanya hivyo. Hiyo ilikuwa moja ya mambo ya awali. Kwa sababu huwezi kushika mpini wa ufagio au kifaa cha kuvuta vumbi. Ilikuwa inakera sana. Kwa hivyo ilikuwa moja ya mambo ambayo huwezi kufanya na niliamua kuacha hilo. Kwa hivyo ilikuwa hivyo, unajua, kila wakati unataka mkono wako unakaa hapo kwa sekunde 1 kisha unashuka. Kwa hivyo unafanya kwa mkono mmoja na unajaribu kufanya kazi na ufagio kwa mkono mmoja. Sio rahisi, sahani naweza kufanya wakati mwingine. Ninapiga kelele nyingi kwa sababu ya kugongana. Na kupika nimejifunza polepole kushika sufuria. Hapo awali sikuweza kushika. Lakini wakati unakoroga au kujaribu kushikilia sufuria wakati unakoroga. Lakini polepole unajifunza, unajaribu na kufundisha mkono huo kushikilia katika nafasi hiyo. Sio kushusha au kitu kama hicho. Kwa hivyo ndio imenichukua muda mrefu, miaka 4 sasa. Kwa hivyo sio rahisi. Ndio. Nadhani unaweza kusema nimerudi kwenye shughuli za kabla ya kiharusi kwa kuwa ninafanya kazi. Sifanyi kile nilichokuwa nikifanya, nimebadilisha kazi. Tangu kifiziolojia siwezi kufanya mambo niliyokuwa nikifanya. Sasa ninategemea ubunifu wangu mwenyewe kwa kazi katika mali isiyohamishika. Ambayo naweza kuchagua wakati wangu mwenyewe, naweza kuchagua kiasi cha kazi ninachoweza kufanya, kwa hivyo na kujizuia wakati ninapohitaji. Kwa hivyo kwa heshima hiyo, hii ni kazi kamilifu. Na hata ingawa sifanyi kazi kama vile ninavyopaswa, nina bahati ya kuwa na bosi mzuri sana anayevumilia. Uwezo wangu wa kuhamasika na kazi yangu. Hatua za awali zilikuwa za kukatisha tamaa sana. Kama nilivyosema, ulikuwa na hofu kwamba je, hii ni kwa maisha? Kwa sababu hospitalini walisema, sitawahi kupata 100%.
na hilo lilikuwa la kuvunja moyo. Ulijihisi huzuni kila wakati, kwamba ulikuwa mzigo, ulikuwa unapata huzuni wakati mwingine, na hasira sana wakati mwingine, na bila shaka kukatishwa tamaa wakati mwingine. Kwa hivyo ndio ilikuwa ngumu, nilihitaji kufunga mdomo wangu mara nyingi, kwa sababu unakuwa na haraka. Unaweza kumwambia mtu afanye kitu, na utambuzi wetu wa wakati sio kama wa mtu wa kawaida. Sekunde moja inaweza kuonekana kama saa wakati mwingine, na kwa hivyo ndio. Binti yangu alikuwa akisema, subiri kidogo, nitafanya. Kwa hivyo, unajua, ningejizuia kurudia, na ni moja ya mambo unayohitaji kujifunza. Hapo awali, ili kufika kwenye vikao vya ukarabati, nilikuwa na binti yangu kutoka Australia. Alikaa mwezi mmoja, na kwa hivyo alikuwa dereva wangu, mpishi wangu, msafishaji, kila kitu. Kisha familia iliyobaki ilisaidia. Wote walisaidia wakati huo. Kwa hivyo wakati binti yangu aliondoka, niliweza kupanda mabasi. Na kisha hiyo ilikuwa inakera sana, kwamba niliamua kuendesha gari. Miezi 6 baadaye nilikuwa naendesha gari juu na chini ya barabara yangu ya kuingilia, na watu wa Carrington walinikamata. Walisema nilipaswa kupata mtihani maalum. Hata hivyo, daktari aliniruhusu baada ya hapo. Kwa hivyo nilifurahi. Na kuweza kujihamisha ni hisia ya kuinua sana, kwa sababu unajua kwamba unaweza kwenda popote karibu kufanya unachopenda, unajua. Hata kama huwezi kutumia mkono wako, angalau unaweza kuzunguka. Hapo awali nilikuwa na kitanda cha kukusaidia kutoka kitandani kushika reli. Hiyo iliondolewa, lakini nilikuwa nikitumia hiyo katika hatua za awali, kuweka mkono wangu mbaya juu, kwa sababu mara tu unapokuwa na kuiweka juu, haitafanya, inashikilia tu. Kwa hivyo nilikuwa nikifanya mazoezi ya kusukuma na kuvuta. Kwa hivyo nadhani hiyo ilinisaidia kukuza misuli kwa vyovyote vile, kwa sababu kusukuma na kuvuta kwangu ni nguvu sasa. Na kutumia kujaribu kusukuma dhidi yake ili kuimarisha mkono wako na kunyoosha mkono wako. Hata nilitumia upande wa kabati kufanya hivyo, kwa sababu ni kunyoosha wakati umelala chini. Unajaribu kulala chini, unasukuma mikono yako mbele yako, kunyoosha kama harakati za kuogelea. Ndio, nimetumia mawazo mengi kujaribu kukabiliana. Tiba nyingine nilizojaribu ni dawa za mitishamba za Kichina, na pia sindano za Kichina, na pia masaji. Kwa kweli nilikuwa na hasira sana, na kwa sababu nilitaka na nilihitaji kupata nguvu zangu haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo nilifanya hivyo, nilifanya mambo haya matatu kwa wakati mmoja kila siku. Kwa hivyo nilifanya masaji, nilifanya sindano, na pia nilichukua dawa za mitishamba za Kichina. Lakini kwa kweli nilitumia pesa nyingi sana kwa hilo.
ilinigharimu kama $70 kwa siku, na nilifanya hivyo siku 7 kwa wiki na kwa miezi 3. Lakini nilikuwa nimevunjika moyo sana, na sikufikiri kwamba wangenipa msaada wowote mkubwa kabisa. Na labda baadhi ya watu wanasema kwamba ni muhimu, lakini kwangu mimi sioni faida yoyote. Na nina malengo yangu ya ukarabati. Tuseme mwanzoni naweza kutembea kama dakika 5, na nilikuwa nimechoka sana, lakini kila siku nilikuwa napanga kutembea mara 3 kwa siku, asubuhi, wakati wa chakula cha mchana, na pia na jioni. Kwa hivyo nilikuwa nikiendelea kufanya hivyo, na pole naweza kutembea dakika 10 badala ya kutembea dakika 5 tu kwa wakati mmoja. Na naweza kutembea haraka zaidi, na naweza kutembea kwa hatua kubwa zaidi. Kwa hivyo kwa sababu niliambiwa kwamba kutembea ni mazoezi bora. Na pia nina baiskeli ya mazoezi, na kisha nafanya mazoezi hayo kila siku ili kuimarisha magoti yangu. Na inasaidia sana, na pia nafanya kazi za bustani au kufua nguo. Kwa hivyo nataka tu kujaribu kuwa kama mtu wa kawaida kama hapo awali. Najaribu kujipima kama bado naweza kuendesha gari, na ndio niliweza. Lakini naweza kuendesha gari, lakini bila shaka lazima niendeshe kwa uangalifu zaidi kuliko hapo awali. Na pia lazima nizingatie kuwa kuona kwangu kutakuwa dhaifu kuliko hapo awali. Lakini kwa bahati nzuri nina mke wangu ambaye huendesha gari kila wakati. Kwa hivyo sihitaji kuendesha mwenyewe, lakini naweza kusema kuwa bado naweza. Watu baada ya kiharusi bado wanaweza kuendesha gari baada ya marekebisho fulani. Kwa mfano, marekebisho kwenye usukani, na bado wanaweza kuendesha. Bila shaka yote inategemea hali yao ya kiafya, na wamepata idhini kutoka kwa daktari wao. Na kwa kweli nimekuwa nikisafiri kwa ndege kama mara 4 sasa, na hakuna tatizo kabisa, kwa sababu wakati nilipoweka tiketi zangu za ndege, nilimwambia wakala wangu wa safari kuwa nahitaji msaada wa kiti cha magurudumu, na kisha wanatoa kiti cha magurudumu uwanjani. Na kisha walisema wanaweza kunipeleka kwenye kabini, hakuna tatizo kabisa. Ikiwa unataka kupona, lazima ufanye kazi kwa bidii. Unajua, lazima ufikirie kuwa unaweza kupona. Ni kama unapopata jeraha, haliponi siku inayofuata. Inachukua muda kupona jeraha pia. Lakini endelea tu, siku moja utakuwa bora. Usipoteze muda huo wa thamani. Hivyo ndivyo ninavyofikiria. Nafikiria tu kuendelea kufanya mazoezi na kujaribu. Najua nitakuwa bora. Angalau kufanya maisha yangu kuwa rahisi zaidi kuliko kukaa tu na kufikiria kuwa haitakuwa bora na mambo kama hayo. Kimsingi lazima ujishughulishe. Endelea kufanya mambo, kufanya mazoezi. Usikae tu na kufikiria. Jishughulishe. Hilo ndilo jambo muhimu zaidi, unajua, kufanya mazoezi. Unajua, kidogo kila siku. Kama kwa siku 10, unajua, unapata mengi. Haitatokea mara moja. Unajua, hapo awali nilifikiri, unajua, kama mara moja nitasimama. Hapana, haifanyiki hivyo. Lakini wiki moja, baada ya hakika, kila wiki utaona tofauti. Uhakika,
Unajua, ikiwa utaweka moyo wako kwenye hilo na kuweka lengo, itabadilika. Unajua, haitatokea mara moja, lakini kama itabadilika kila wiki, unaweza kuona tofauti. Nadhani ni muhimu sana kuwasiliana na watu ambao unajua walikuwa na ugonjwa huo, kama watu waliopata kiharusi pia, unajua. Kwa hivyo unaweza kulinganisha maelezo, unajua, kuulizana, kwa sababu vidole vyangu vinajikunja sana. Daima huenda kwa rafiki yangu kuona jinsi vidole vyao vilivyo, kwa sababu hiyo inaathiri kutembea kwangu sana. Mimi daima huwapigia simu kuona jinsi vidole vyao vilivyo, unajua, kuona kama vidole vyao vinajikunja au la. Kulinganisha maelezo, unajua. Na huwapigia simu wale watu, kuzungumza na wale watu ambao walipata kiharusi kwa miaka, kuona jinsi walivyopitia kiharusi chao, unajua, jinsi walivyopona. Hilo linanipa moyo pia. Lakini bado unaweza kuwa bora ikiwa unafikiria kwa njia chanya. Kuna nafasi ya kuwa bora. Ninamuona baba wa rafiki yangu ambaye alipata kiharusi kama miaka 4 iliyopita. Lakini leo yuko na afya njema sana. Anaonekana bora kuliko, unajua, kabla hajapata kiharusi, unajua. Yuko na afya bora kuliko kabla hajapata kiharusi, kwa kweli. Hata alipotembelea mimi katika hospitali ya Midomo, watu wote, wauguzi wote ambao walimuona kama miaka 4 iliyopita, hawawezi kuamini jinsi alivyo mzuri, jinsi anavyotembea vizuri, unajua. Anatembea kama mtu wa kawaida, huwezi hata kusema. Kiharusi kilimwathiri upande wake wa kulia, lakini kwangu kiharusi kilimwathiri upande wangu wa kushoto, unajua. Baada ya kiharusi changu, ilibadilisha lishe, kwenda kwenye ukarabati, kujiunga na mazoezi, kurudi kwenye michezo yangu ninayopenda, kutoka nje. Ndio, nadhani hilo ni jambo lingine pia ambalo nataka kutaja. Ni kwamba wakati nilipopata kiharusi changu, nilikuwa na hofu kidogo ya kutoka nje na kukutana na watu, kwa sababu sikuweza kuzungumza vizuri. Lakini haikuwa mpaka rafiki yangu alipokuja na kuniambia, usiwe na aibu kamwe kuhusu kutoka nje. Na baada ya hapo, sikuwa na aibu tena kuhusu kutoka nje na kukutana na watu. Kwa hivyo, kulikuwa na jambo lingine ambalo nadhani watu kama mimi ambao wamepata kiharusi na kufikiria kuwa, unajua, hawako kawaida vizuri. Wewe ni kawaida, unajua. Na hilo ndilo nililokuwa nikifanya, kutoka nje, kukutana na watu. Na hilo limeleta tena ujasiri wangu, unajua, kama ilivyokuwa kabla sijapata kiharusi. Kwa hivyo, kuna mambo hayo ambayo nimekuwa nikifanya. Mambo 5, lishe yangu, ukarabati wangu, mazoezi yangu, michezo yangu, na kutoka nje kukutana na watu. Usiogope kamwe kwenda kukutana na watu kwa sababu ya kilichokutokea. Kwa hivyo kuna hilo. Wakati nilipopata kiharusi changu, sikuweza kuzungumza. Sikuweza kutumia mkono wangu wa kulia, mguu wangu wa kulia. Maendeleo niliyoyafanya tangu kiharusi changu, ambacho kilikuwa miezi 6 iliyopita. Ingawa nina tatizo la kuzungumza, sioni kuwa ni tatizo kabisa kwa. Daktari wangu aliniambia kuwa sikuruhusiwa kuendesha gari mpaka wiki 6. Nilikuwa na wiki 6 baada ya kiharusi changu, au nilipotoka hospitalini. Alinipa wiki 6 kukaa mbali na barabara. Kwa hivyo sikuruhusiwa kuendesha gari. Wiki 6 zilipita
na kisha nikaenda kwa daktari, nikamuuliza kwa ruhusa, na akanipa ruhusa ya kurudi kuendesha gari. Kwa hivyo sasa niko sawa kuendesha gari. Naweza kwenda kwenye ukarabati wangu mwenyewe sasa, na lakini kwa kusema hivyo ilikuwa watoto wangu waliokuwa wakiniendesha, unajua. Ilikuwa kidogo inakatisha tamaa kwa sababu nilikuwa nimezoea kutoka peke yangu na kwenda kufanya ununuzi peke yangu, na lakini unajua na mambo kama haya vizuri inatokea. Kwa hivyo kilichonipata wakati wa mchakato wangu wa ukarabati ni kwamba nilikwenda kwa mtaalamu wa mazoezi ya mwili. Na mtaalamu wangu wa mazoezi ya mwili aliniongoza kuhusu usawa, kutembea. Pia nilipanda kwenye mashine ya kukimbia ili kuona kama naweza kutembea vizuri na jinsi usawa wangu ulivyokuwa, na kunyonyesha mazoezi tofauti kwa upande wangu wa kulia, au tu kuimarisha mkono wangu na vidole vyangu, na pia na hotuba yangu, ndio tu kuzungumza maneno fulani na kuona jinsi nilivyo, unajua, kuzungumza maneno tofauti na kadhalika, kuandika, kunionyesha jinsi ya kuandika, au tu mambo tofauti niliyoweza kufanya. Niliendelea na hayo. Nilipotoka niliendelea kupona katika ulemavu wangu na kufanya hivyo kila siku, kama kuandika na kutembea na kuzungumza. Na ndio wakati unafanya hivyo ndio unachoka. Kwa hivyo nilichofanya ni kwamba nikichoka niliacha. Sijawahi kujisukuma zaidi ya hapo. Nilifanya tu kile nilichoweza, nilijifunza kuhusu mwili wangu na kile nilichoweza kufanya na kile ambacho sikuweza kufanya, na ningesimama na kisha ningepumzika au kulala. Kwa kusema hivyo, sikuwahi kufikiria mara moja sitarejea kuwa kawaida. Nilikuwa na nia, nilikuwa na dhamira, na niliendelea kuwa na mtazamo chanya ili kurudi kuwa kawaida. Baada ya kiharusi au na kupona, nilipatiwa malengo ya kuweka niliweka lengo kwamba nilitaka kuwa, kwa sababu wakati huo nilikuwa nikisaidiwa kila wakati nilipokuwa, unajua, nataka ningefanya kitu, kwenda mahali, nilihitaji msaada kila wakati. Lakini lengo langu lilikuwa naweza kufanya mambo mwenyewe. Unajua, kusimama mwenyewe bila msaada. Na polepole ninafika hapo kwa sababu sasa sihitaji msaada, unajua, katika mambo mengi. Na najua ninafika hapo kwa sababu kuna maboresho mengi katika miezi 6 tangu kiharusi. Ninafanya mazoezi yangu ya kawaida kitandani, unajua, kabla sijainuka, na kisha ndio wazi unachukua vidonge vyako asubuhi, unajua. Kisha wakati wa mchana, ikiwa kuna mtu yuko nyumbani, ninatoka nje na kujaribu kutembea kwenye njia ya kawaida, unajua, badala, kwa sababu ni tofauti ndani kuliko nje. Kwa hivyo kila wakati ninatoka nje na kutembea au tunaenda, watoto wana mchezo wa kugusa na ninamwambia mwanangu anishushe mahali pazuri ambapo naweza kutembea juu na chini, unajua, kwenye sehemu tambarare na hata kwenye sehemu zenye mawe. Ninajaribu kutembea kwenye uso usio sawa, unajua, kujaribu kuweka ujasiri wangu juu, kwa sababu kila wakati kuna mtu pamoja nami wakati ninatembea nje. Lakini nitafanya, unajua, mara ninapopata polepole ninapata ujasiri huo, kwa sababu
ninaacha fimbo nyumbani na ninatembea tu, unajua. Na mazoezi nyumbani ni tu, unajua, kutembea kadri uwezavyo, kuhamasisha kila sehemu ya mwili wako, kujaribu, unajua. Naweza kuhamisha upande, lakini siwezi kudhibiti, unajua. Tazama, sasa naweza kuinua mkono wangu, lakini sikuweza kuinua hapo awali. Ulikuwa tu umekufa, na mguu wangu naweza kuinua. Tazama, polepole unahamia, polepole unarudi. Kwa hivyo unaiweka tu mazoezi hayo. Namaanisha hayakugharimu chochote. Ni juhudi zako mwenyewe, unatoka tu na kutembea kuzunguka. Hakuna faida kulala siku nzima. Utawahi kupona kwa sababu najua kiharusi hiki kinakuchosha, unajua. Unapaswa kupambana na uchovu huo ili kufika unapotaka kuwa, unajua. Vitu vilivyowekwa nyumbani kwangu kunisaidia, na kulikuwa na redi kwenye bafu na reli kwenye choo. Na pia kwa sababu baadhi ya vitu vyetu vya sebuleni vilikuwa chini sana, ilikuwa ngumu kwangu kuinuka. Waliweka sijui unavihitaje, vinapandisha kiti juu. Mtaalamu wa kazi kutoka Milmo alikuja na kufanya haya yote kwangu. Kabla sijaenda kwenye ukarabati kwa mazoezi, walikuja na kufanya mazoezi kitandani na mkono wangu. Walipendekeza kwamba wageni wangu wapake mafuta mkono wangu, lakini kuwa waangalifu sana ikiwa nimesimama. Siweke uzito juu yake au kuacha kuning'inia. Niliweza kukaa kitandani vizuri kabisa. Mara walipoondoa meno yangu ya bandia, niliweza kuzungumza vizuri kabisa. Kwa hivyo kisha nikaanza kufikiria, sitakaa hapa kwa muda mrefu. Nitaenda kufanya mambo. Na kisha ikaja wakati wa mimi kwenda chini kwenye chumba cha ukarabati. Kila wiki nilikuwa nikipata nafuu. Niliruhusiwa kuamka na kwenda kwenye kifungua kinywa. Hadi wakati huo nilikuwa na ugumu kufungua maziwa na kupaka siagi kwenye toast. Kwa hivyo binti yangu alikuja kila asubuhi kusaidia kulisha. Takriban wiki moja baada ya hapo, niliruhusiwa kwenda kwenye chumba cha kifungua kinywa na wengine wote. Tena nilipelekwa kwenye kiti cha magurudumu na popote ninapotaka kwenda kwenye kiti cha magurudumu. Mwisho wa wakati nilipokuwa kwenye ukarabati kwa takriban wiki 6, nilikuwa nimepelekwa kwa matembezi nje na mtaalamu wa mazoezi ya mwili. Angechukua matembezi yangu juu na chini ya ngazi. Katika hatua yangu ya kurudi nyumbani, niliporudi nyumbani nilikuwa nikitembea kuzunguka kitanda changu kutoka kwenye kiti cha magurudumu bila msaada wowote. Ningetembea hadi kwenye chumba cha kulia chakula, kutembea nje na baadhi ya wageni wangu, lakini bado nilipaswa kuwa mwangalifu kwa sababu yangu na kuwa na uhakika wa usawa wangu. Lakini katika hatua hiyo nilikuwa na hisia sana pia. Nadhani hiyo ilikuwa tu kwa sababu nilikuwa narudi nyumbani. Nilivutiwa sana na kutembea na mimi hukaa hapo nikijuta siku nzima. Na mimi nilisema, kuna maisha bora kwangu ikiwa nitaanza kujisukuma. Na hivyo ndivyo nilivyoanza kutembea. Nilikuwa na furaha zaidi kwa kutembea badala ya kukaa kwenye kiti na kujuta siku nzima. Lakini mara nilipoanza kutembea,
kila kitu kilianza kuchemka ndani yangu. Kilianza kuja, kuna maisha zaidi ya hayo, unajua. Na hivyo ndivyo nilivyokuwa, kwa sababu nilipaswa kujisukuma kutoka hapo, na kisha kila kitu kilianza kuchemka. Nilikuwa mtu mpya, miaka 5 tangu kiharusi, na hiyo najua niliboreshwa sana kwa njia nyingi, kwa sababu hapo awali sikuruhusiwa kuzunguka nje ya kiti cha magurudumu, lakini sasa naweza kusimama na kutembea kuzunguka. Tafadhali usikate tamaa. Hapana, endelea, toka nje na endelea kusukuma mbele. Endelea kusukuma mbele au tutafika huko. Lakini ikiwa hatutafanya hivyo, hatuna chochote. Na nadhani hiyo ni mtihani wa wengi wetu leo. Sasa ni kukata tamaa kwa urahisi sana. Tafadhali jaribu na kupambana, kusonga mbele, kuja mbele. Unajua, kuna maisha bora mbele yetu, ikiwa tutafanya mazoezi zaidi na zaidi. Nadhani ni kutumia muda na watu pia. Unajua, usikae nyumbani na kuzungumza na kuta nne, kwa sababu hazitakujibu. Nina vipindi 4 vya wiki 2 kwa mwaka. Wakati ninapokwenda hospitali ya wazee hapa chini. Na ninatumia wiki 2 pale. Na kazi yangu ni kumwambia Valda aende mahali pengine, kwa sababu sitaki kumuona. Ni bora zaidi. Najua kwamba yuko mbali akifurahia. Ninaenda kwenye klabu hapa chini inayocheza bowls. Na tunacheza bowls kwa saa 1.5. Na hiyo ni mazoezi mazuri kwa watu. Kila mtu anayekwenda pale anarudi.